Baada ya kuyaeleza hayo, ni vizuri sasa tukajua dalili za mtu mwenye hemorrhoid. Namna gani unaweza ukajua kwamba sasa na dalili ya hemorrhoid? Kiufupi, ziko dalili nyingi za tatizo la hemorrhoid, lakini nitazitaja chache kwa kuokoa muda ili kuweza kujifunza kwamba unapoona dalili hizi ni miongoni mwa dalili za hemorrhoid. Dalili za hemorrhoid ama bawasiri zimegawika katika makundi mawili. Kuna dalili za jumla na kuna dalili za jumla zinazoonekana haraka na kuna zile dalili zilizojificha. Tatizo hili kwa mara nyingi huwa linaweza kujificha kwa muda mrefu bila mgonjwa kulitambua, na hivyo kujikuta anagundua tatizo akiwa tayari ana tatizo kubwa sana. Kwa mfano, dalili ya kwanza ya tatizo hili ni kuota vijinyama katika kuta za ndani za utumbo mpana, katika eneo la mwisho la utumbo mpana karibu na tundu ya haja kubwa. Eneo ambalo linakuwa na vijinyama ambavyo vinaota umbali wa sentimita 4 kutoka mzunguko wa tundu ya haja kubwa. Lakini cha kushangaza na cha ajabu, eneo hili unapoingiza mkono wako ama kidole, huwa ni jambo gumu sana kuweza kugusa eneo hilo na kugundua kwamba lina tatizo. Kwa hiyo hemorrhoid ya ndani ni moja kati ya maradhi ambayo sio jambo rahisi sana kuligundua na kugundua kwamba kuna tatizo limeshaleta madhara katika mwili wa mhusika. Miongoni mwa dalili za wazi ambazo zinaweza kukuthibitishia una tatizo la hemorrhoid, la kwanza kabisa ni miwasho katika tundu ya haja kubwa. Dalili ya kwanza ni kupata miwasho katika tundu ya haja kubwa. Eneo linalozunguka tundu ya haja kubwa huweza kuwasha. Dalili ya pili ni maumivu wakati wa kujisaidia haja kubwa. Dalili ya pili inayoweza kuthibitishia kwamba una tatizo la hemorrhoid ama bawasiri ni hali ya kupata maumivu wakati wa kujisaidia. Dalili ya tatu ni kupata uvimbe au kinyama kinachojitokeza sehemu za siri, hasa katika tundu ya haja kubwa, ambayo inatokea kwa upande wa ndani na kuelekea katika upande wa nje, au kuzunguka katika eneo linalozunguka haja kubwa katika sehemu ya tundu ya haja kubwa. Dalili nyingine ni haja kubwa kuwa ngumu. Dalili nyingine inaweza kuthibitisha kwamba una tatizo la hemorrhoid ama bawasiri ni kupata haja kubwa ngumu. Dalili nyingine ni kupata harufu kali katika kinyesi, hasa inayoungana na harufu ya damu. Dalili nyingine ni kupata harufu mbaya au harufu kali ya kinyesi, hasa inayoungana na damu wakati wa kujisaidia. Dalili nyingine ni hali ya kujisaidia unapopata haja kubwa na ikawa inashindwa kutoka. Dalili nyingine ni kujisaidia haja kubwa na haja kubwa ikawa imegoma kutoka. Dalili nyingine ni maumivu na kushindwa kukaa chini vizuri, hasa kwa wale ambao wanapata tatizo la hemorrhoid. Huwa wanapata tabu sana kukaa chini, ama wanapata tabu sana kulala, anaweza kupata tabu sana kutembea, na anaweza kupata maumivu makali katika tundu ya haja kubwa. Mara nyingi unapopata dalili hizi ni miongoni mwa dalili zinazoweza kuthibitisha kwamba sasa umepata tatizo la bawasiri. Ama baada ya kuzieleza dalili na sababu za upatikanaji wa bawasiri, ni vizuri tukajifunza aina za bawasiri zilivyogawanyika. Kimsingi bawasiri limegawanywa katika makundi makubwa mawili. Kuna internal hemorrhoid na external hemorrhoid. Kuna bawasiri ya ndani na bawasiri ya nje. Ama kwa upande wa bawasiri ya ndani imegawika katika makundi makubwa manne. Kuna hatua ya kwanza ya bawasiri, kuna hatua ya pili ya bawasiri, kuna hatua ya tatu na hatua ya 4. Hatua ya kwanza ya bawasiri ni ile inayosababishwa na kinyama au vinyama kuota ndani, ambavyo vinyama hivi haviwezi kuonekana hata kwa kuvigusa kwa kidole mara mgonjwa anapoanza kutafuta au kuhisi hali ya maumivu wakati wa kujisaidia. Dalili ya pili ama stage ya pili ya tatizo la hemorrhoid ni ile hali ya kutoka kinyama katika tundu ya haja kubwa wakati wa kujisaidia,
na mara nyingi kinyama hiki huweza kurudi chenyewe bila kukisukuma kwa kutumia nguvu ya msaada wa kidole au namna yoyote katika kukisukuma ndani. Hatua ya tatu ya bawasiri ni ile inayotoka kinyama katika tundu ya haja kubwa, na kinyama hiki kinaweza kung'ang'ania nje hata wakati wa kumaliza haja kubwa na kujisafisha, ila baada ya muda mfupi kinyama hiki kinaweza kurudi ndani kwa kusukumwa na nguvu ya kidole au kitu kingine chochote unachoweza kukisukuma kwa ndani. Ndio kusema kwamba dalili ya tatu au hatua ya tatu ya tatizo la bawasiri ni bawasiri inayotoka na kung'ang'ania nje na haiwezi kurudi ndani mpaka utakapoipa msaada kwa kuisukuma. Ama hatua ya 4 ya bawasiri ambayo ni mbaya zaidi ni ile inayotokana na bawasiri kutoka katika tundu ya haja kubwa, kukaa katika raundi ya tundu ya haja kubwa, kuziba tundu ya haja kubwa, na hivyo kumzuia mgonjwa kuweza kujisaidia, na pindi anapotaka kujisaidia anajikuta tundu ya haja kubwa imeziba na hawezi kupata haja kubwa kwa sababu njia ya haja kubwa inakuwa imezibwa na kinyama hiki. Na hatua hii na hii hatua ya tatu ndizo hatua ambazo mara nyingi zinaweza kufanyiwa operation. Yani mgonjwa anapofika katika hatua hii hutumiwa njia ya kufanya operation na kuondoa kinyama kinachoziba katika tundu ya haja kubwa kwa upande wa ndani ili choo kisiweze kutoka, au kuzuia au kufanya operation nyama zinazozunguka tundu ya haja kubwa zilizopo nje ya tundu ya haja kubwa ambazo zinatakiwa kufanyiwa operation. Na inapotokea unapofanyia operation katika eneo hili la tundu ya haja kubwa kwa zile nyama zilizopo ndani au zilizopo nje, mara nyingi tafiti inaonyesha kwamba kuna baadhi ya watu hushindwa kupona vidonda vyake na hivyo kupata madhara katika mfumo wao wa kujisaidia ama mfumo wa usagaji wa chakula, na hasa katika tundu ya haja kubwa. Kwa hiyo tunapozungumzia hemorrhoid tunazungumzia ugonjwa ambao unapofika katika hatua ya 3 na ya 4 unaweza kuwa ni vigumu sana kupata tiba, na ukilazimisha kufanya operation inaweza kuleta madhara ya kurudia kuota tena na kuvimba tena, au inaweza kuleta sababu za kufanya tatizo la upatikanaji wa tatizo la tunaita la kansa, ama ukipenda tunaweza tukasema tatizo la kansa ambayo inaweza kusababishwa na tatizo la vidonda vya muda mrefu vilivyopo katika mfumo wa haja kubwa baada ya kufanywa operation au kurudiwa baada ya kufanya operation kwa mara ya kwanza au ya pili.